Haleluya, watu wa Mungu. Nina wasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini mpo salama na neema ya Yesu inanyi popote mlipo. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi mfano wa hii ambayo ameninemia kuwa mbele zenu. Ninaamini mpo salama popote ambapo mnanisikiliza kwa muda mfano wa huu. Mungu awabariki sana nyote mnaonifuatilia na kuendelea kuelimika pasina ushabiki wowote. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yenu na kwa ajili ya uhai tulionao mpaka sasa. Mungu ni mwema, anastahili sifa zote. Maandiko yanasema, na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa upendo, Mungu wa faraja yote, atufarijiaye wakati wa dhiki zetu. Mtu wa Mungu, nataka niongee na wewe muda huu. Tuelekea wakati wa mwisho wa mwaka. Mpaka sasa ni tarehe 18 mwezi wa 12 2025 mpaka sasa. Huna maono gani kwa ajili ya mwaka ujao? Unaona nini kwa ajili ya Bwana? Unawaza nini kwa ajili ya Bwana? Unawaza nini kwa ajili ya Bwana? Pasipo maono watu waacha kujizuia. Bwana asifiwe sana. Maono yako ndio ambayo yatakupa nguvu ya kuanza mwaka vizuri. Mipango ulionayo ndio ambayo yatakupa nguvu ya kuingia mwaka wa 2026. Maono ulionayo ndio ambayo yatakufanya ujitenge na baadhi ya vitu ili kusudi utimize malengo yako. Na ndio maana pasipo maono, bila maono hauwezi kujizuia. Kwa hiyo bila maono utafanya chochote ambacho kitakuwepo mbele macho yako utakifanya. Kwa nini? Hauna maono yanayokuzuia kufanya baadhi ya vitu. Lakini pia bila maono kwenye Ukristo hauwezi ukaendelea. Ndio maana mpaka sasa tuna Wakristo ambao walikuwa ni walokole kabisa, lakini wakakosa maono, wakaachana na Ukristo. Maono ulionayo, maono ni mawazo, mipango ulionayo yatakupa nguvu ya kuendelea mbele. Endapo unaanza kudhoofika kwa namna moja ama nyingine, yale maono yale ukiyatafakari, ukiyakumbuka na kuyatafakari, yatakupa nguvu ya kuendelea mbele tena. Yatakupa nguvu mpya ya kuendelea mbele. Ujapojiona dhaifu, nasema hapa nimekuwa dhaifu, ukiyakumbuka maono ulionayo, yatakupa nguvu ya kusimama tena na kuendelea na Bwana. Lakini kama huna maono kama huna maono itafika mahala utakuwa dhaifu, utadhoofika, na baada ya kudhoofika, kwa vile hauna maono, hautapata nguvu ya kuinuka tena, na moja kwa moja unarudi duniani. Na ndivyo walivyo walokole wengi. Mtu wa Mungu, mpaka leo kuna Wakristo ambao wanaishi maisha yao ya kale ambayo walikuwa wakiaishi kabla ya kuokoka, lakini hadi ufike hatua wanaishi maisha mfano wa hayo. Ni kwa nini sasa? hawana maono, hawana mipango
kwa ajili ya huyu Mungu, hawafikiri chochote kwa ajili ya Bwana, hawafikiri chochote kwa ajili ya maisha yao. Na ndio maana mpaka leo unaishi maisha yale yale, miaka nenda miaka rudi, ni yule ule, hauna ongezeko, hauna badiliko lolote. Kwa nini? Unakaa pasipo maono, unakaa pasina chochote cha kufanya. Bwana asifiwe sana, mtu wa Mungu. Mwaka huu wenda ulikuwa ni mzembe kwa baadhi ya vitu vya kiroho na vya kimwili. Mwaka ujao usiwe mzembe, lakini uwe mzembe kwa dhambi. Usifanye dhambi lakini mema tenda. Usiwe mzembe kwa kutokutenda mema. Tenda mema hata mwisho wa maisha yako, lakini dhambi uwe mzembe. Kwa hiyo wenda mwaka huu tulionao ukajiona kuwa ni dhaifu. Yoeli 3:10 anasema, hebu nimsome haraka haraka hapa. Majembe yenu yafueni yawe panga, na miundo yenu ya kukatia iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme, mimi nina nguvu. Mwaka ujao uliye dhaifu useme una nguvu. Hata kama ni dhaifu useme una nguvu. Anavyojiona mtu ndani yake ndivyo alivyo, kwamba ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Nafsini ndani mwako ukijiona kwamba hauna nguvu, na ndivyo ulivyo hata kwa nje. Maana kinjacho mtu ndicho kimtokacho kwa asilimia zote. Hebu tuangalie hawa watu kitabu cha Hesabu 13:33 anasema, kisha huko tuliwaona Manefeli wana wa Anaki waliotoka kwa hao Manefeli, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unavyojiona toka ndani ndivyo ulivyo. Hawa walijiona nafsini mwao kwamba mbele za watu wao wakubwa, wakajiona kama panzi mbele zao. Ujionavyo ndani ndivyo ulivyo. Ujionavyo ndivyo ambavyo utaonekana mbele za watu kwa asilimia zote. Kwa hiyo mwaka ujao jione kuwa una nguvu. Una nguvu ya kuendelea mbele. Una nguvu, jione kuwa ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Jione kuwa una nguvu ya kuendelea tena. Hata kama mwaka huu ulikuwa dhaifu, hata kama hukupiga hatua, lakini mwaka ujao kuwa na nguvu. Jipe nguvu, jipe moyo kwamba utaendelea na Bwana katika hali zozote. Usiishi maisha ya dhambi. Uliokoka lakini bado unaishi maisha ya dhambi. Uliokoka, ulikuwa umeandikiwa kwamba kwenye Efeso 2:1 kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Mlikuwa wafu kabla mjaokoka, lakini baada ya kuokoka mkawa hai katika Kristo. Lakini bahati mbaya mpo ndani ya Kristo, lakini bado mmekufa. Kwa nini? Mnayatenda yale ambayo mlikuwa mkiyafanya kabla ya kuokoka, na alimada mnayafanya hayo. Ninyi si hai tena, bali mmekufa. Ndani yenu mmekufa, ni wafu wanaotembea. Bwana asifiwe sana. Kwa mtu wa Mungu, usiishi maisha ya dhambi. Dhambi inaua mwili na roho. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kama umeokoka, usikubali kurudi nyuma. Usikubali kwenda kule ulikotoka. Hapana, endelea na Mungu katika mazingira yote. Uwe mwaminifu popote uendapo. Na kama haujaokoka, angalia msalaba, angalia nguvu ya damu Yesu Kristo. Damu Yesu anaokoa, Yesu anaponya,
Yesu anaponya wenye dhambi. Sikia maandiko haya, kitabu cha Efeso 1, nikienda kwenye mstari wa kianzia moja sawa, anasema maana kwa damu yake Kristo sisi tunakombolewa, yaani dhambi zetu zinaondolewa. Ndivyo ulivyo ukuu wa neema yake. Hata kama ni mdhambi, hata kama ni mtenda dhambi, hata kama ni mzinzi, ni mwongo, ni mlevi, ni mwasharati, ni mwabudu sanamu, lakini kwa damu yake Kristo sisi tunao ukombozi wetu, yaani msamaha wa dhambi. Yesu, damu yake inatuokoa, inatusamea dhambi. Biblia iko wazi kwamba pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi yoyote. Kwa hiyo ili kuondolewa dhambi tulihitaji damu ya Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo aliye hai, asiye na ila, kunyanzi wala lolote, aje kutufia msalabani. Hapo ndipo tukapata ukombozi wetu. Kwa hiyo tunapata msamaha wa dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo. Hata kama ni mdhambi, hata kama umefanya maovu mengi, lakini njoo, Yesu anakuita. Mlango wa rehema upo tayari, upo wazi bado. Tubu dhambi madamu unaishi. Muda wa kutubu dhambi ni leo. Wokovu ni sasa. Popote ulipo katika bara lolote, Afrika, Marekani, popote ulipo, sikia sauti hii na kuita leo. Tubu dhambi madamu uko hai. Tubu dhambi, rejea kwa Kristo. Mambo ya dunia hii ni ya muda mfupi sana ndugu zangu. Tubuni dhambi. Tunaishi kwa muda duniani. Tubuni dhambi. Acheni maovu, acheni dunia, acha dunia ende zake. Tubu dhambi, mtu wa Mungu. Tunaishi mara moja duniani. Tubu dhambi. Sipendi kuongea sana. Tubu dhambi tu, rejea kwa Mungu. Mwaka ujao uwe ni mwaka wa kwako wa kupiga hatua mbele na huyu Mungu. Kama unayo maono lakini maono yamenyauka, jaribu kuyaamsha maono yako, jaribu kujitia nguvu, jivike nguvu. Mwangalie Mungu amesema nini kwa ajili yako. Unaona nini kwa ajili ya Bwana mwaka ujao? Bwana asifiwe sana. Mungu akutie nguvu nyingi sana. Mungu akusaidie sana, mtu wa Mungu, akujaze nguvu sana. Mwaka ujao uwe ni mwaka wa baraka, uwe ni mwaka wa mafanikio kwa maisha yako ya roho na ya mwili. Lakini utafanikiwa endapo utaacha dhambi. Biblia iko wazi, aziungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema, bali yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa mafanikio yanakuja baada ya kuacha dhambi. Sauti ya mtu aliye na utungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawasawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno Maranatha. Amen.